chetu cha pendwa cha Ulimwengu wa Sayansi, kipindi ambacho kinakuja kwenu kupitia Project Inspire, STEM Park Dar es Salaam wakishirikiana kwa karibu na Taasisi ya Elimu. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa wewe mdau wa sayansi kujifunza vitu mbalimbali kuhusu sayansi ambavyo kupitia majaribio yanayofurahisha na ambayo tunakutana nayo kila siku. Naam, leo tutapata wasaa mzuri sana wa kujifunza kuhusu chemical reaction, ama kwa Kiswahili tunaweza kusema mpambano wa kikemikali. Chemical reaction, ama kwa lugha ya Kiswahili tunaweza kusema mpambano wa kikemikali. Kwenye ulimwengu wa sayansi kuna vitu vinatambuliwa kwa namna tofauti sana. Ikiwemo moja ya namna ya kutambua vitu ni kupitia aina ya kemikali iliyotumika kutengeneza kitu husika. Tunasema chemical nature, kwa maana ya kwamba kuna vitu vyenye sifa za kikemikali tofauti. Mfano, kwenye vipindi vya huko nyuma ambavyo vimepita kupitia Ulimwengu wa Sayansi tulipata nafasi ya kujifunza kuhusu acid, kwa maana ya tindikali au base. Acid kwa maana tindikali Kiswahili, pamoja na base au alkali kwa Kiswahili, pamoja na vitu ambavyo havina kundi lolote kemikali kwa maana ya neutral, kwa maana vitu ambavyo si asidi wala si base, katikati, si tindikali wala alkali. Makundi haya ndiyo ambayo yanapelekea sisi kupata mpambano ama kuelewa dhana ya mpambano wa kikemikali. Kutokana na tabia tofauti za kemikali zinazopatikana kwenye makundi haya, zinafanya baadhi yao zisiweze kuwa pamoja, kwa maana ya kwamba zikiwekwa pamoja huwa zinaonyesha sifa tofauti, hivyo hupelekea chemical reaction kutokea ama mpambano wa kikemikali kutokea. Neutral yeye yupo katikati, hivyo anaweza kuwekwa na alkali ama tindikali, lakini kusiwe na mpambano wa kemikali ambao unaonekana kwa kiasi kikubwa. Lakini tukija kwenye asidi ama tindikali, base ama alkali, pindi ambapo ikitokea zimewekwa pamoja huwa zinatuletea mpambano wa kikemikali. Kuna aina nyingi sana za mipambano ya kemikali, ama kuna aina nyingi za chemical reaction. Aina ya chemical reaction ambayo tutapata nafasi ya kujifunza leo ama mpambano wa kemikali ambao tutapata nafasi ya kuzungumzia kwa siku ya leo utakuwa unaitwa acid and base chemical reaction. Kwa lugha rahisi ya Kiswahili tunaweza kusema ni mpambano wa kikemikali unaotokana na tindikali na alkali. Naam, ili kupata fursa na wasaa mzuri wa kujifunza kuhusu mpambano wa kikemikali, leo kwenye kipindi chetu tutatumia jaribio linaloitwa volcanic eruption. Kuna aina nyingi tofauti za milima
ya volkano. Kuna aina za milima ya volkano ambayo iko hai, kuna aina za milima ya volkano ambayo ipo tuli, na kuna aina ya milima ya volkano ambayo imekufa. So kwa leo tutaona aina ya mlima wa volkano ambao uko hai kwa kupitia kifani. Si sawa sawa na mlima ule, hilo tutajitahidi kutengeneza kifani ambacho kinafanania na mfano wa namna ambavyo mlima wa volkano ambao uko hai unaonekana ama una tabia zipi. Hivyo kupitia dhana ya chemical reaction tutafanya jaribio, tutajifunza acid and base reaction kupitia jaribio la volcano eruption. Ndio, volcano eruption model ama kifani mfano wa mlima wa volkano kwenye zile aina tatu. Tunasema aina sahihi ya mlima tutakayoitumia ni volkano ambayo ipo hai. Mpaka hapo nafikiri umepata fursa nzuri ya kuelewa ni nini maana ya mpambano wa kemikali kutokana na ulimwengu wa sayansi. Sasa tuje kwenye jaribio letu ili uweze kupata fursa nzuri ya kuelewa ni nini maana ya mpambano wa kemikali. Ili uweze kufanya jaribio hili tutakiwa uwe na chombo cha kuhifadhia maji, lakini uwe na maji ya joto la kawaida tu la mazingira, uwe na chombo cha kuchotea maji, utakuwa na sabuni ya kimiminika ya kunawia mikono, utakuwa na vinegar ama kimiminika chochote chenye asili ya ndimu ama limao. Tutakuwa na chombo ambacho tutachanganyia baking soda ama soda ya kuokea, lakini pia tutakuwa na rangi ya chakula nyekundu ili kuleta mfanano wa lava ambayo inatoka kwenye mlima wa volkano. Na itapendeza pia ukitengeneza kifani cha mlima wa volkano kama ambavyo mimi nimetengeneza kwangu hapa. Kwa kuzingatia usalama, ulazima na umuhimu, ni vizuri ukivaa gloves, ingawa kemikali ambazo tutazitumia hazina madhara ya kiwango cha juu kwenye ngozi zetu za mikono, na ni vyema ukivaa gloves.